Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yalojiri tulokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Godwin Mawanja. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu atembelea kituo cha kisasa cha uokoaji na kuzindua meli ya MV New Mwanza jijini Mwanza. Katika biashara, Tanzania yaendelea kuimarisha ushirikiano wa ajira kati yake na China. Na katika habari za kimataifa, Marekani na Iran zakubaliana kusitisha vita. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie kwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Amewataka watendaji wa Wizara ya Maji pamoja na wakuu wa mikoa wasimamie vizuri mitambo ya uchimbaji visima ili iweze kufanya kazi iliyokusudiwa. Undani wa taarifa hiyo tuungane na mwanahabari wetu Recho Chacha. Dr. Mwigulu ametoa maelekezo hayo Alhamis Juni 18 bungeni jijini Dodoma katika kipindi cha maswali kwa Waziri Mkuu, wakati akijibu swali la mbunge wa Kwimba Cosmas Bulala ambaye alitaka kujua kauli ya serikali kuhusu ufanisi wa mitambo hiyo, ambapo Dr. Mwigulu amesema mitambo hiyo inaendelea kuchimba visima katika maeneo mbalimbali nchini na kwamba kwa sasa unatekelezwa mpango wa uchimbaji wa visima 900. Tayari kazi hiyo inaendelea, ambapo kwa sasa kuna takribani programu ya uchimbaji wa visima vipatavyo 900. Na Mheshimiwa Spika, nina ushahidi wa eneo moja ambalo wameweza kutumia mtambo vizuri na wakachimba kisima kirefu, ni kule Loliondo. Nilipoenda Loliondo, moja ya wilaya kame yenye shida ya maji, nilikuta wamechimba kisima kwa kutumia mtambo huo takribani mita 300 kama viwanja vitatu vya mpira, na maji hayo yanapelekwa mpaka Namanga ambako kwa muda mrefu kumekuwa na shida ya maji. Mheshimiwa Spika, kilichokuwa kinatokea ilikuwa nini? Katika kipindi cha takribani mwaka moja na nusu, kama tulivyosema, kufuatana na prioritization iliyofanyika ndani ya serikali, ni kweli kulikuwepo na miradi ambayo ilipungua kasi ya utekelezaji, hasa upande wa kupata vipuri pamoja na vifaa vingine vya kujenga kisima baada ya kuwa kimechimbwa. Na sasa Mheshimiwa Spika, kutokana na mapendekezo haya ambayo Mheshimiwa Waziri wa Fedha ameyaleta, maana yake fedha ya mfuko wa maji itakwenda moja kwa moja kwenye mfuko wa maji. Maana yake itawezesha mitambo hii ikishachimba kisima, fedha hizo zingine ambazo ziko kwenye mfuko ziweze kununua vifaa vinavyotakiwa ili kuweza kujenga kisima na kuweza kutoa hiyo huduma. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu amesema serikali inatarajia kuanza kuwalipa kifuta jasho askari waliojitolea katika vita dhidi ya Idi Amin wa Uganda mwaka 1978 hadi 1979. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu ameeleza hayo wakati akijibu swali la mbunge wa Njombe Deodatus Mwanyika aliyetaka kujua ni lini serikali itawalipa kifuta jasho askari hao, ambapo Waziri Mkuu Mwigulu amesema tayari serikali imefanya mabadiliko ya sheria ambapo sasa askari hao wanatambulika kisheria kutokana na hapo mwanzo kutotambuliwa. Kuhusu hoja ya ubaguzi katika huduma za afya upande wa Tanzania visiwani na bara, Waziri Mkuu amesema huduma hizo hazibagui upande wa muungano kwa kuwa ngazi ya matibabu haiangalii mgonjwa ametokea upande gani wa muungano, badala yake kinachoangaliwa ni kama ana kadi ya bima inayotambulika ili aweze kupata huduma. Amesema hayo wakati akijibu swali la Agnesta Kaiza, mbunge wa Segerea, kuhusu utaratibu wa kisera na kisheria unaotumika kwa hudumia Watanzania wa pande zote mbili za muungano katika masuala yasiyo ya muungano ikiwemo huduma za afya. Kuhusu masuala ya kisera, kama alivyosema, na kisheria, tuna masuala yasiyo ya muungano ambayo kisera tunayafanya kwa mashirikiano, ambapo wizara za kisekta za masuala yasiyo ya muungano zinaingia ushirikiano, ama taasisi zinazoendesha masuala hayo yasiyo ya kimuungano kuingia ushirikiano. Mheshimiwa Spika, kwa mfano jambo la matibabu, taasisi zetu za bima NHIF pamoja na ZIF zina mashirikiano ya namna ya kutoa huduma ya matibabu. Na mashirikiano hayo ni yapi ambayo yaliingiwa kwa pande zote za muungano? Ni kwamba ukiwa na bima ya afya ya upande mmoja wa muungano, unaruhusiwa kutibiwa kwa kutumia bima hiyo kwa upande mwingine wa muungano. Kwa hiyo Mzanzibari mwenye kadi ya ZHIF
akija kwa hospitali ambazo zinapokea kadi ya NHIF anaitumia ile ya ZIF kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu kutoka Tanzania bara akiwa na kadi ya NHIF anaenda kwa hospitali ambazo wanapokea kadi za ZHIF anapokelewa na anapata matibabu. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Madaktari nchini wameitaka serikali kupitia Wizara ya Afya kuangalia upya namna ya vyuo 12 vya afya nchini vinavyofundisha wataalamu wa afya pamoja na kuwekeza katika miundombinu ya kisasa ya kutoa matibabu na uchunguzi ili kuwezesha malengo ya kuongeza umri wa kuishi wa Mtanzania kufikia miaka 70 kwa mwanaume na miaka 75 kwa wanawake ifikapo mwaka 2050. Undani wa taarifa zaidi huyu hapa Gulaki Msola. Akizungumza katika kongamano la madaktari linaloendelea katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Rais wa chama cha madaktari nchini MATI Dr. Mugisha Nkoronko amesema kwa sasa umri wa Mtanzania wa kuishi umeongezeka kwa miaka 15 kutoka miaka 50 kwa mwaka 2000 hadi kufikia miaka 60 kwa wanaume na miaka 65 kwa wanawake kufuatia uwekezaji wa miundombinu ya afya, kitu ambacho kinatakiwa kuendelezwa na serikali hasa katika eneo la kuzalisha wataalamu wa afya watakaoendana na kasi ya maendeleo na utekelezaji wa dira 2050 unaohitaji umri wa kuishi kuongezeka hadi kufikia miaka 75. Jambo la kwanza ni lazima tuwekeze katika miundombinu ya kutolea huduma za afya. Vifaa vilivyoko Muhimbili, vifaa vilivyoko Benjamin Mkapa, mwaka 2050 tunataka tuvione viko katika kila hospitali ya wilaya, ili mwananchi asihangaike kwenda mbali kupata zile huduma. Mwaka 2050 tunatamani daktari anapomuona mgonjwa awe na uhakika na kile anachokitibu. Kwa vifaa vya uchunguzi lazima viwe vya uhakika, vizingatie teknolojia za sasa na zinazoibuka ili kuweza kutimiza azma ya udaktari. Kwa upande wake Dr. Elisha Usati, mtaalamu wa magonjwa ndani, amesema kuwa maeneo mengine ambayo wanataka serikali kuwekeza ili kuongeza umri wa kuishi wa Mtanzania ni pamoja na kuongeza afua za lishe, kuimarisha upatikanaji wa dawa na kuendelea kuwekeza katika kuzalisha wataalamu watakaotumika katika sekta ya afya nchini. Kwa kuongeza umri wa kuishi na mambo mengi sana, inahitaji paswa ni comprehensive care. Inahitaji kuboresha huduma za afya ambao nadhani zimeendelea kufanyika hapa nchini kwetu, kuboresha namna ya kutoa huduma, kufanya matibabu, upatikanaji wa dawa, upatikanaji wa vifaa tiba, lakini pia hospitali ziwe karibu kuhakikisha kwamba watu wetu wanapata huduma. Lakini pia ni inaendana na huduma pia ya kinga, lakini pamoja na lishe. Nadhani unaweza kuona kwa mfano ofisi ya Rais TAMISEMI, idara ya afya inaitwa idara ya afya na lishe, na kule ndio kuna TAMISEMI ndio watu wengi wanaishi. Kwa maana wanasisitiza pia katika kuongeza lishe, lakini pia katika kuboresha kukinga magonjwa mbalimbali. Nao baadhi ya washiriki wa kongamano hilo wametaka kuwepo kwa kipaumbele kwa makundi ya vijana pamoja na kuwa na mtazamo wa pamoja baina ya wataalamu wa afya, serikali na jamii kwa ujumla, hususan katika kuelekea utekelezaji wa dira 2050 katika eneo la afya. Serikali ya Finland imeanza kusaidia utekelezaji wa mradi mpya wa mabadiliko ya tabia nchi na haki za watu wenye ulemavu kwa baadhi ya nchi za Afrika Mashariki, ukiwa na lengo la kuongeza ushiriki wa watu wenye ulemavu katika uhifadhi wa mazingira. Rachel Chacha ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa mradi huo, mwakilishi wa serikali ya Finland nchini Tanzania, Tommy Lunio, amesema mradi huo unalenga kuhakikisha watu wenye ulemavu wa aina zote wanashirikishwa kikamilifu katika masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, huku haki zao zikilindwa na kuzingatiwa. Sisi serikali ya Finland tumeanza kusaidia mradi huu kwa sababu tunaona kwamba ni muhimu sana haki za watu walemavu na katika nchi za Afrika Mashariki. Kwa upande wake, katibu mkuu wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu Tanzania, Jonas Lubango, amesema mabadiliko ya hali ya hewa yanawaathiri watu wote wakiwemo watu wenye ulemavu, huku baadhi ya makundi kama watu wenye ualbino yakikumbwa na athari kubwa zaidi. Kama tunavyojua, mabadiliko ya hali ya hewa na mabadiliko ya tabia nchi yanatuathiri sisi wote, tukiwemo na sisi watu wenye ulemavu. Inaongeza shida zaidi kwetu sisi kuendesha maisha,
na inaleta hata masuala ya magonjwa. Kwa mfano kwa wenzetu wenye albino wanaathirika zaidi pale jua linapokuwa limeongezeka kwenye uso wa dunia kutokana labda na ukataji miti na kupungua kwa misitu hapa duniani. Kwa hiyo mradi huu tunalenga kuwashirikisha jamii ya wakazi wa mkoa mzima wa Arusha wakishirikiana na watu wenye ulemavu kuweka mazingira yetu na hali yetu ya hewa ikae vizuri kwa manufaa yetu na vizazi vyetu. Naye katibu wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu mkoa wa Arusha, Happiness Raphael, ameeleza kwamba mradi utawajengea uwezo wanawake na wasichana wenye ulemavu ili waweze kukabiliana na athari na mabadiliko ya tabia nchi na kushiriki katika utoaji wa elimu ya uhifadhi wa mazingira kwa jamii. Mradi huu utakuwa ni baraka kwetu kwa sababu wanawake na wasichana wenye ulemavu, mambo ya kuhusu mabadiliko ya tabia nchi yanapotokea yanatuathiri sisi zaidi. Kwa hiyo ninaamini kwamba katika mradi huu kutakuwa na kujengewa uwezo wa jinsi ya kufanya na ni nini tutafanya kama wanawake wenye ulemavu katika kutoa elimu kuhusiana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia Wizara ya Afya imetenga fedha za kununua bidhaa za afya ikiwemo afya ya uzazi, mama na mtoto pamoja na uzazi wa mpango na kugharamia mafunzo kwa watumishi wa afya ili kuhakikisha huduma hizo zinaendelea kutolewa kwa ufanisi baada ya kumalizika kwa mradi wa afya ya uzazi na uzazi wa mpango uliotekelezwa kwa kipindi cha miaka 9 nchini. Taarifa zaidi tujiunge na Goodluck Msola. Mganga mkuu wa serikali Dr. Grace Magembe amesema hayo Alhamisi Juni 18 wakati wa kongamano la kujifunza kuhusu upanuzi wa programu ya uzazi wa mpango na kufunga mradi huo uliofanyika katika ukumbi wa Mabeyo mkoani Dodoma. Aidha, Dr. Magembe amesema mradi huo unaotekelezwa kwa ushirikiano baina ya Wizara ya Afya, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Wizara ya Elimu na washirika wa maendeleo na mamlaka za serikali za mitaa umeweza kuchangia kuimarika kwa huduma za afya uzazi, afya mama na mtoto, pamoja na kuongeza upatikanaji wa huduma za uzazi wa mpango kwa wananchi. Kupitia huu mradi tulishirikiana na wenzetu wa Wizara ya Elimu. Kama unavyofahamu, unapoongelea afya ya uzazi lazima umwandae mtu tangu akiwa kwenye ule umri ambao unajua kwamba huu ni umri wa uzazi. Huwezi kusubiri tu akishakuwa mtu mzima. Tunajua kwamba kuna changamoto ya mimba za utotoni au mimba ambazo zisizotarajiwa, lakini pia tulikuwa tuna changamoto ya watu kutoa mimba kwa utaratibu ambao sio sahihi. Kwa hiyo mradi huu pia ulitusaidia kushirikiana na wenzetu wa Wizara ya Elimu tuweze kuwajengea uwezo walimu. Kwa hiyo tunajua kwamba walimu wetu ambao wamefundishwa sasa wataendelea kuwafundisha wale vijana. Ndio maana pia mradi huu uliangalia namna ya kutoa huduma hizi kwa makundi maalum, hasa kwenye watu wenye ulemavu. Kwa upande wa elimu, Dr. Magembe amesema kuwa kupitia ushirikiano huo Wizara ya Elimu, walimu walijengewa uwezo wa kutoa elimu sahihi ya afya uzazi kwa makundi ya vijana na wanafunzi ili kuweza kuwasaidia kufanya maamuzi sahihi na kupunguza mimba za utotoni pamoja na changamoto nyingine zinazowakabili vijana. Amesema mradi huo umesaidia makundi maalum hasa ya watu wenye ulemavu kwa kuwa wao wanahitaji uelewa na kujikinga na watu wenye nia ovu dhidi yao na waweze kupata huduma hiyo kwa kuzingatia mahitaji ya kwao. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Katika kuunga mkono mkakati wa kitaifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia wenye lengo la kuhakikisha ifikia hapo mwaka 2034 asilimia 80 ya Watanzania wao wanatumia nishati safi ya kupikia, Jumuiya ya Wanawake Wafanyabiashara Tanzania TABWA kwa kushirikiana na Wizara ya Nishati wameandaa kongamano la nishati safi ya kupikia itakalofanyika kuanzia Juni 23 hadi 25, lengo likiwa ni kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia, ambapo Salome Makamba, naibu waziri wa nishati, anatarajia kuwa mgeni rasmi. Mrisho Mapeo anafafanua zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam na waandishi wa habari, mkurugenzi mtendaji wa Jumuiya ya Wanawake wa Wafanyabiashara Tanzania TABWA, Norin Mawala, amesema kongamano hilo litakutanisha wadau kutoka sekta binafsi na kutoka serikalini wanaojihusisha na masuala ya nishati safi ya kupikia, ambapo pia kupitia kongamano hilo kutakuwa na mdahalo wa kujadili changamoto zinazowakabili wadau wanaojihusisha na nishati safi ya kupikia. Mawala amesema kuwa kongamano
kongamano hilo litafanyika kwenye ukumbi wa EACLC uliopo Ubungo, likiambatana pia na maonesho ya bidhaa mbalimbali za nishati ya kupikia kwa lengo la kuongeza ufahamu kwa Watanzania na kumuunga mkono kinara wa nishati safi ya kupikia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na kwamba kongamano hilo litahitimishwa na mbio maalum, yani marathon za kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia Juni 27 kuanzia kanisa la St. Peter's Oysterbay. Pamoja na kongamano la nishati safi ya kupikia, pia kutakuwa kuna maonyesho ya bidhaa mbalimbali na teknolojia za nishati safi ya kupikia, ambapo lengo kuu ni kuleta ufahamu kwa Watanzania waweze kujifunza. Tunapowaambia wahame kutoka kutumia nishati isiyo safi wahamie kwenye nishati safi ya kupikia, ni lazima wafahamu wanahamia katika teknolojia ya aina gani. Kwa kutakuwa kuna wadau mbalimbali wa LPG gas, kutakuwa pia kuna wadau wa mkaa mbadala na teknolojia zingine. Kwa upande wao wadhamini wa kongamano hilo, Martha Silayo kutoka kampuni ya kuzalisha maji ya Kilimanjaro na Idi Sudi kutoka EACLC wamesema wanatambua umuhimu wa nishati safi ya kupikia, hivyo wameitaka jamii kushiriki. Sisi pia tunaunga mkono hii initiative kwa sababu pia ni katika clean cooking na nishati safi na kulinda mazingira kiujumla. Kwenda kutanua wigo kwa wafanyabiashara wa hapa, lakini pia na elimu kiujumla. Mbali na wafanyabiashara wanaodeal na biashara mbalimbali, lakini tupo na wafanyabiashara pia ambao wanadeal na biashara za vyakula, yani upishi, tukimaanisha migahawa. Kwa hiyo tunaona inaenda kutanua wigo na elimu kwa upande wao. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Wananchi wa mkoa wa Shinyanga sasa wamepata jukwaa rahisi na salama la kuwasilisha maoni, ushauri, pongezi na malalamiko yao kufuatia uzinduzi rasmi wa mfumo wa e-mrejesho unaojulikana kwa kauli mbiu ya Sema Usikike na Mkuu wa Mkoa. Mfumo huo unalenga kuimarisha mawasiliano kati ya wananchi na serikali, huku ukitoa fursa ya utoaji wa taarifa kwa siri. Mavita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Hatua hiyo inatajwa kuwa ni suluhisho la changamoto zilizokuwa zikiwakabili wananchi katika kufikisha maoni, ushauri na malalamiko yao kwa viongozi wa serikali kwa wakati. Akizungumza na waandishi wa habari, Mkuu wa Mkoa wa Shinyanga Mboni Muhita amesema mfumo huo umeundwa kuhakikisha kila mwananchi anapata nafasi ya kusikilizwa, huku ukilinda usalama na usiri wa watoa taarifa. Amesema mwananchi anaweza kuwasilisha taarifa zake bila kutaja jina lake na bado taarifa hizo zikafanyiwa kazi, huku mfumo huo ukiwa unapatikana hata kwa watumiaji wa simu za kawaida zisizokuwa na huduma ya internet kupitia namba 0737 1081 na 77. Sisi tuna kauli mbiu ndani ya mkoa wa Shinyanga inayosema Sema Usikike. Sema Usikike, Sema Usikike na Mkuu wa Mkoa. Na namba yangu ya simu ambayo napatikana moja kwa moja ni 0737 108177. Naweza kurudia tena 0737 108177. Lakini wako wale ambao wanasema kwamba baada ya kumpigia kwenye hii namba inawezekana nina ushahidi na nyaraka ya kutuma. Namba hii inapatikana pia kwenye mfumo wa WhatsApp. Lakini mbali ya hapo kuna wale ambao wanapendelea zaidi kupitia barua pepe. Barua pepe ni rc@shinyanga.go.tz. rc@shinyanga.go.tz. Mhita amesema licha ya mfumo huo kuanza kutumika kwa muda mfupi, wananchi wengi bado hawajaufahamu, jambo lililosababisha serikali kuanza kutoa elimu ili kuhakikisha wananchi wanaujua na kuutumia ipasavyo. Kwa mujibu wa Mkuu wa Mkoa, amesema hadi sasa jumla ya taarifa 25 zimepokelewa kupitia mfumo huo, huku taarifa 4 zikiendelewa kufanyiwa uchunguzi. Ameongeza kuwa mfumo wa e-mrejesho utaondoa changamoto ya kuchelewa kwa majibu kwa kuwa kila taarifa inayowasilishwa hupatiwa mrejesho na kufuatiliwa kwa karibu na ofisi yake pamoja na taasisi husika. Lakini mbali ya hapo tuna mfumo kabambe kabisa wa e-mrejesho ambao ukiingia kwenye mtandao, unaingia kwenye e-mrejesho, eneo linasema ongea na kiongozi, sema na kiongozi.
utabonyeza pale, alafu utakuja kwa mkuu wa mkoa, utachagua mkoa wa Shinyanga, kwa sababu kwenye hii mrejesho sisi taasisi yetu imeandikishwa kama mkoa wa Shinyanga. Kwa hiyo naomba ukumbuke kwamba pale ambapo unaenda kuleta maoni au unauliza au unapongeza katika taasisi, mkoa wetu ni taasisi ya mkoa wa Shinyanga. Lakini kuna wale ambao wanasema inawezekana sina mtandao au nina simu ndogo, ninafikiaje mkuu wa mkoa wa Shinyanga? Naomba ubonyeze nyota 152 nyota 00 reli. Naomba nirudie tena, nyota 152 nyota 00 reli. Baada ya hapo itakupa namba za kuchagua. Chagua namba 3 hii mrejesho, alafu utakwenda pale sasa, kama ni maoni, malalamiko na vinginevyo, utaendelea kuchagua chaguo sahihi mpaka utakapofika katika taasisi husika, utachagua mkoa wa Shinyanga. Mhita amewahimiza wananchi kutumia mfumo huo kama njia rasmi ya kuwasilisha pongezi, ushauri na malalamiko yao, kwa kuwa unatoa uhakika wa usiri, usalama na upatikanaji wa majibu kwa wakati. Ndugu zangu, naomba nitumie fursa hii kuhakikishia kwamba mkoa wa Shinyanga tunatembea na kauli mbiu katika utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya sema usikike. Sema usikike na mkuu wa mkoa wa Shinyanga, sema usikike na wakuu wa wilaya ya mkoa wa Shinyanga, sema usikike na wakurugenzi, sema usikike na watendaji. Shinyanga iko kiganjani kwako. Asante sana Mwavita Mkondo kwa taarifa hiyo. Raia 4 wa China wamerudishwa katika mahakama ya wilaya ya Ilala Kinyerezi jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kusomewa mashitaka yanayowakabili baada ya kupatikana mkalimani. Gulaki Msola anafafanua zaidi. Raia hao 4 wa China ni pamoja na Deng Aging, Fan Zonghua, Zhang Jianjun na Deng Ojeng, ambao walifikishwa kwa mara ya kwanza katika mahakama hiyo Juni 17, 2026 mbele ya hakimu mkazi mfawidhi Heliet Mwailolo kwa ajili ya kuweza kusomewa mashtaka ya uhujumu uchumi, lakini pia kesi yao ikaweza kuahirishwa kutokana na kushindwa kuelewa lugha ya Kiswahili pamoja na Kiingereza. Hakimu Mwailolo aliahirisha kesi hiyo namba 13626 mkwaju 2026 hadi Juni 18 mwaka 2026, ambapo washtakiwa hao wamefikishwa tena mahakamani hapo na kuweza kusomewa mashtaka yanayowakabili. Baada ya kusomewa mashtaka yanayowakabili, watuhumiwa hao walirudishwa rumande na hakimu aliahirisha kesi hiyo mpaka Julai 2 mwaka huu. Watuhumiwa hao wamefikishwa mahakamani siku chache baada ya jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kutangaza kuwakamata raia hao wa China kwa tuhuma za kuwateka wafanyabiashara wawili raia wa China. Asante sana Gulaki Msola kwa taarifa hiyo. Wananchi wa kata ya Bwanga wilaya ya Chato mkoani Geita wamepongeza juhudi za mbunge wa jimbo la Chato Kusini Pascal Lutandula za kuboresha miundombinu ya barabara, hatua ambayo imeanza kuondoa changamoto za usafiri na kurahisisha shughuli za kijamii na kiuchumi katika eneo hilo. Tujiunge na Joel Maduka kutoka Geita, ana undani wa taarifa hiyo. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wananchi hao wamesema maboresho hayo yameleta manufaa makubwa kwao kwa kuongeza urahisi kwa usafiri na usafirishaji wa mazao sambamba na kurahisisha shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Kwa mujibu wa wananchi hao, kabla ya maboresho hayo, baadhi ya maeneo yalikuwa na changamoto kubwa, hasa kipindi cha mvua, hali iliyosababisha usumbufu na kuchelewesha utoaji wa huduma mbalimbali. Hata hivyo, kupitia juhudi za mbunge Pascal Lutandula, changamoto hizo zimeanza kupatiwa ufumbuzi. Barabara ilikuwa na usumbufu sana. Wakati wa mvua mnakutana na makorongo wakati mwingine. Hiyo hali inakuwa ni hali ambayo inaleta ugumu kwa wananchi katika mazingira namna ya upitaji. Lakini kwa sasa tunavyoona mabarabara yanaendelea kutengenezwa, tunamshukuru mbunge wetu kwa kutimiza ahadi ile aliyoiahidi. Tunamshukuru mbunge wetu kwa sababu ametimiza ahadi yake. Alivyoahidi kwamba atatengeneza barabara za mitaa, na sasa tunaona. Tunamshukuru sana kwa sababu wakati mwingine tulikuwa tunapata changamoto, hata kama ukija na bajaji na kuachia barabarani anasema huko sifiki, barabara ni bovu. Lakini kwa sasa tunaweza kufika majumbani kwetu na mizigo yetu kama kawaida. Tunashukuru sana. Pamoja na mafanikio yanayoonekana katika utekelezaji wa zoezi hilo, baadhi ya wananchi wameelezea kuwa bado wanakwamisha juhudi hizo kwa kukataa kupisha maeneo yanayohitajika kwa
kwa ajili ya uboreshaji wa miundombinu ya barabara. Wa serikali ya kijiji hiki Bwana Godfrey Sangija, kama hata kuwa mnafiki, nilimuita kaja tukamsitisha fundi hapa ambaye anaitwa Adam. Alipositishwa naye alipiga simu kwa mdau ambaye ndio mmiliki wa hili jengo. Baadhi ya wananchi hawako tayari kubomoa maeneo yao, japokuwa katika mikutano yetu ya kijiji tulikana tukakubaliana kwamba mtu ambaye barabara itagusa kwake atabomoa kwa hiari. Upande wake katibu wa mbunge wa jimbo la Chato Kusini Joseph Wededa akimwakilisha mbunge Pascal Lutandula amesema mbunge huyo ataendelea kushirikiana na wananchi pamoja na mamlaka husika kuhakikisha miundombinu ya barabara inaendelea kuboreshwa ili kurahisisha shughuli za maendeleo kwa wakazi wa jimbo hilo. Ni kweli wananchi wetu wamekuwa wakiteseka kwa muda mrefu. Miundombinu ya barabara ilikuwa mibovu kweli. Miundombinu hii ya barabara ilikuwa imekamata uchumi wa jimbo letu la Chato Kusini. Hakukuwa na shughuli ongeweza kuzifanya za usafirishaji. Wananchi wa kata ya Bwanga wameelezea kuwa hatua hizo ni sehemu ya juhudi za kuharakisha maendeleo na kuboresha maisha ya wakazi wa eneo hilo pamoja na maeneo mengine ya jimbo la Chato Kusini. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara ya Tanzania yaendelea kuimarisha ushirikiano wa ajira kati yake na China.